Bwana karibu sana, hii ni Rimoi Digital na kama ambavyo iko kawaida na kusogezea zile zote za kimichezo ambazo zinakuwa zimegusa anga la kimichezo. Na siku hii ya leo kama ambavyo tunafahamu michezo kadha wa kadha, michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara wiki hii ambayo imepita na weekend ikiwa inamalizika na ule mchezo wa Simba dhidi ya Namungo ambako ulipigwa pale Ruangwa, Namungo akiwa mwenyeji wa mchezo huo. Na baada ya mchezo ule ikiwa timu zote mbili zinaelekea pale visiwani Zanzibar kwa ajili ya michezo ile au mashindano yale ya muungano. Sasa wakati ambao Simba na Yanga wanaenda kwenye muungano akiungana na Azam na baadhi ya vilabu vingine bwana, bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara imetoa adhabu, imeendelea tena kufungia na imeendelea kuwatoza au kuvitoza vilabu pia fedha kutokana na makosa ambayo yamefanyika. Mchezo nambari 07 TRA United dhidi ya Simba, klabu za TRA United pamoja na Simba ya Dar es Salaam imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa ajili bwana ya walinzi wao kufanya kosa, maana wale master watu wa hivyo vilabu kwa ajili ya kupigana, kwa maana walifanya kosa la kupigana baada ya timu hizo bwana kuwasili. Kwa hiyo wakati ambao TRA pamoja na Simba wakiwa na wasili kwenye ile dimba la Sheikh Abeid Karuta pale Arusha, master watu wa timu hizo ni kama walizibonda fulani hivi. Kwa hiyo bodi ya ligi imevitoza vilabu vyote viwili adhabu au faini ya ile milioni 5. Kwa hiyo TRA milioni 5 pamoja na wekundu wa Msimbazi Simba milioni 5. Na adhabu hii inaenda sambamba kwa mujibu wa kanuni ile 47 kifungu cha kwanza ya ligi kuu, jinsi ya kuweza kudhibiti mchezo kwa vilabu. Lakini pia mechi nambari 132 Pamba Jiji dhidi ya Young Africans, mchezaji Mudathir Yahya Abbas wa klabu ya wananchi Yanga, yeye bwana amefungiwa michezo mitatu na kutozwa faini ya shilingi milioni 1 kama ambavyo kanuni inaeleza. Mchezaji huyu wa Yanga alimpiga kiwiko mchezaji wa Pamba Jiji Ibrahim Abraham wakati ambao mchezo ulikuwa ukiendelea, na adhabu inaenda sambamba na kile kifungu cha sheria udhibiti wa wachezaji, ile kanuni ya 41 kifungu kile cha 5. Lakini pia ukiachana na Mudathir Yahya basi kufungiwa bwana, Mudathir Yahya ataenda kukosa mchezo wa dabi, kwa maana moja kati ya michezo ambayo ataenda kukosa, mchezo wa kwanza utakuwa ni dabi ya Kariakoo ambayo itapigwa Mei 3. Hatufahamu itapigwa pale Isamuyo ama itarejeshwa pale Zanzibar, kwa sababu pia timu hizi mbili ziko pale Zanzibar, zinaweza zikaamua zikibonde pale kwa sababu ule mchezo wa raundi ya kwanza ulipigwa pale visiwani Zanzibar kwenye ule uwanja wa Amani. Ikiwa Simba pia ni mwenyeji wa mchezo huu, basi moja kati ya mchezo ambao ukosa Mudathir Yahya basi ni mchezo huu wa dabi ya Kariakoo ambao hatujafahamika utapigwa wapi, New Amani ama utaletwa Generali Samuyo, kwa sababu dimba la Benjamin William Mkapa liko kwenye matengenezo. Basi tutafahamu baada ya kumaliza au wakati wanatarajia kumaliza michuano hii hapa ya muungano. Kiachana bwana na adhabu hiyo ambayo wameipata wananchi Yanga kupitia mchezaji wao Mudathir Yahya basi pamoja na Simba kutozwa hiyo milioni 5 kwa ajili ya master watu wao kupigana, wachezaji pia pamoja na vilabu wameendelea pia kupigwa hizo faini. Klabu ya Coastal Union ya pale Tanga imetozwa faini pia ya milioni 5 kwa kosa la mashabiki wake bwana kurusha chupa za maji kiwanjani, wakati ambao mwamuzi wakati wa mchezo ambao kwa maana mwamuzi wakati na mwamuzi msaidizi nambari 1 wakiwa wanaendelea kuchezesha mchezo walifanya vurugu hizo hao mashabiki. Kwa hiyo wanapewa adhabu hii Coastal Union, mchezo dhidi ya Pamba dhidi ya Mtibwa kwa kosa hilo. Lakini pia adhabu hii ni kutokana na ule mujibu wa kanuni ile 47 kifungu cha kwanza ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa vilabu. Kiachana na hiyo, adhabu pia zimeendelea kutolewa. Singida Black Stars dhidi ya TRA, adhabu zimeendelea kubondwa ile kisawasawa. Lakini pia klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba haijakaa mbali. Simba si milioni 5 tu pekee ambayo wametozwa pia milioni 10, na hii ni kutokana na mashabiki wake kufanya vitendo vya kujirudia vya kurusha chupa uwanjani, na chupa hizo walirusha kwa mwamuzi msaidizi nambari 1 ambaye
alikuwa akihusika pia kwenye mchezo tajwa ambao ni Simba dhidi ya Azam ambao ulipigwa katika ile dimba la Chamazi Azam Complex pale Chamazi Mbande, na Simba wameendelea kutozwa faini. Kumbuka hii ni mara ya 3 Simba wanapigwa hizi faini kwa yenye ligi kuu soka Tanzania bara, lakini pia kwenye michuano ya kimataifa kwa msimu huu na msimu uliopita Simba ni kama imeendelea kuwalamba hivi, kwa sababu wamekuwa ni miongoni mwa vilabu ambavyo vimekuwa vikihangaika kutoa faini kutokana na makosa ambayo wanafanya mashabiki wake. Hivyo Mudathiri Yahya basi atakosa mchezo huo, lakini pia Simba imeendelea kuitajirisha bodi ya ligi kutokana na makosa ambayo wamekuwa wakifanya mashabiki wao, wamekuwa wakitia hasara timu inatafuta mapato kwa ajili ya kuendesha timu, lakini mashabiki wamekuwa wakifanya vitendo ambavyo si vya kiungwana mchezoni ambavyo vinaifanya klabu iendelee kutozwa faini hizo. Lakini pia issue pia ambazo si za kiungwana mchezoni kwa wachezaji kupiga viwiko. Nakumbuka ilikuwa kwa Ibrahimu Abdullah Baka akapigwa faini na kufungiwa michezo 5, imetoka imeenda kwa kina Jonathan Soa, kina Lassane Kante, imeenda kwa kina Selemani Mwalimu, na sasa hivi ni Mudathiri Yahya basi ambaye alimpiga kiwiko mchezaji wa Pamba Jiji ambaye anafahamika kwa jina la Ibrahim Abraham. Hivyo ndivyo ambavyo adhabu zimetoka, lakini ni kama fungia zile za waamuzi kama zimetulia hivi. Sasa hatujui ni kwamba waamuzi wanajifunza kutokana na zile fungia za waamuzi wengine, ama wameamua tu bodi ya ligi na ile kamati yao ya masaa 72 kutuliza hizi ghasia kwa kuamua kutulia kwa namna hii, ama ni nini ambacho kimetokea, kwa sababu ili uweze kupata suluhisho la tatizo ni kulitoa au kutoa ule mzizi wa tatizo yenyewe. Fungia haiwezi kaendelea kusaidia, na wadau pia walipiga kelele sana hizi fungia haziwezi kawajenga waamuzi, bali zinaendelea kuwatia zaidi chachu ya kama kuendelea kufanya makosa. Kama huwalipi vizuri, unatarajia nini? Mtu akija na milioni hapo, mtu huwezi iacha mzee wangu, lazima ukamalizie pala nyumba yako, ukamalizie mjengo wako, maisha mengine yaendelee na watoto nao wapate kula. Vitu kama hizo hapo. Hii ni Rimwe Digital, endelea kwa karibu zaidi nayo, tutaendelea kukupa habari na update zote ambazo zinaendelea kwenye uga wa kimichezo. Hizi ndio taarifa ambazo nimekusogezea ambazo zimetokea muda ambao si mrefu sana umepita toka taarifa hii toke. Mudathiri Yahya basi kuikosa dabi na Simba pia kuitajirisha bodi ya ligi au kuwalipa tu mishahara wafanyakazi wale wa bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara.